ninaamini umeelewa divai za aina kubwa tatu. Ile ya dawa, shakala, ile ya kinywaji ndio kwenda tolewa sadaka madhabahuni na watu wa utumishi wa Mungu wanakunywa. Alafu umeelewa divai aina ya kileo ambayo watumishi wa Mungu wote hata ambao hawajazaliwa walizuiliwa mama zao wasinywe divai ya kileo kwa sababu wamebeba mimba za watakatifu, watumishi watakaokuwa watumishi wa Mungu. Na tukaona wana wa Israeli hata wametoka safari Misri kuelekea nchi ya Kanaani hawakutumia divai kabisa kwa sababu Mungu alikuwa katikati yao. Na leo hii kwa mtu yeyote ambaye ameadhabiwa maisha yake kwamba mimi nataka kwenda mbinguni baada ya maisha ya dunia hii, kamwe hawezi kunywa pombe tena. Lakini katika sehemu ya pili nakuletea baadhi ya maneno ambayo yanakuwa kama hoja za utetezi kutetea pombe. Maneno ya uliotungwa wakitumia udhaifu wa watu kutoelewa Biblia. Kwa mfano, wanasema katika Marko, wanakuwa katika Marko 7:18-19. Biblia inasema kila kiliacho mtu akimtii mtu najisi bali kimtokacho. Kwa hiyo kwa kipengele hicho wanasema na pombe nayo inaingia ndani ya mtu naenda chooni haitii unajisi kama vitu vingine ambavyo Yesu aliviruhusu katika andiko hili. Lakini tunasoma maandiko. Kuna andiko linasema hivi katika Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari wa 23. Vitu vyote ni halali bali si vyote vifaavyo. Vitu ni halali lakini havifai vyote. Vitu vyote ni halali lakini si vyote vijengavyo. Kwa hiyo hata kama mtu atataka atumie Marko 7:18-19 kwamba kile kimwingiacho mtu akimtii unajisi, Biblia inasema si vyote vinavyofaa, ingawaje vimeruhusiwa. Sasa kwa maana ya kwamba sisi tunasema mtu sio sisi Biblia. Lakini kwa nini zaidi? Kwa nini? Kwa sababu ukisema mtu ana sehemu kubwa tatu. Mwanadamu ana roho, ana nafsi, ana mwili. Sasa nafsi ndilo eneo ambalo kuna akili, kuna utashi, kuna hisia, kuna maamuzi. Tunasema ni chumba ambacho ndipo kuna usukani wa kuongoza mawazo, hekima, ufahamu, utambuzi, nafsi. Na mtu anapompokea Yesu kama Bwana na Mwokozi, Roho Mtakatifu huwa anaenda kukaa pale ili aongoze nafsi katika mapenzi ya Mungu, akuongoze katika njia zilizo sahihi sawa sawa na neno la Mungu. Ukosee akuhukumu kwa sababu amekaa ndani ya nafsi ili kuongoza hisia zako, mawazo yako, maneno yako na matendo yako. Sasa pombe kama ingekuwa yote inaingia tumboni, singekuwa na madhara. Kileo kisingekuwa na madhara. Lakini kwa nini kinaitwa kileo? Kinaitwa kileo kwa sababu kuna vilewesho vinavyosababisha itwe pombe. Kwa hiyo mtu anapokunywa pombe, yale maji yanaingia tumboni. Lakini ule mvuke unaosababishwa iitwe kileo huwa unaenda kwenye nafsi. Na unapoenda kwenye nafsi, Roho Mtakatifu, yanaitwa Roho Mtakatifu, hawezi kukaa mahali ambapo kuna harufu ya pombe. Ndio sababu tumeona katika kule mwanzoni tukaona watumishi wa Mungu walizuiliwa kwa sababu mahali Mungu alipo hakuna kileo kinachoruhusiwa kuwepo. Na kwa sababu ndio sababu uliona hata mimba inazuiliwa, kwenye mimba hata atakayezaliwa asile, ni kwa sababu mahali ambapo Mungu yupo hakuhitajiki kitu kinachoitwa kileo. Na kwa ajili hiyo nafsi, mtu anapokunywa pombe, maji yanakwenda tumboni yanaweza kukojoa, lakini kile yule mvuke unaingia kwenye nafsi, mahali pa usukani, mahali pa hisia, mahali pa mawazo, mahali pa maongozi, mahali pa maamuzi, unaingia pale na Roho Mtakatifu anahama. Ndio sababu mtu akisha kunywa pombe, maji yale atakojoa, ule mvuke unaingia kwenye hisia, anaanza kuwa na utambuzi wa tofauti. Nafikiri umenielewa. Ndio sababu tunasema hii ni point tunayoitumia kwa ajili ya watu wasioelewa. Lakini kuna ile pili inasema kunywa kidogo lakini usilewe. Na watu wengi ndio wameitumia. Na wakati mwingine wanatumia andiko nusu katika ile Timotheo wa kwanza 5:23. Andiko linasema unywe mvinyo kidogo kwa ajili ya tumbo lako. Wanaisha pale.
Lakini hawataki kwenda kwenye bii kwamba unywe mvinyo kidogo kwa ajili ya tumbo lako na mmoja upate mara kwa mara pale. Sasa kunywa kidogo na kunywa sana katika mtu wa kiroho ni kitu kimoja. Na ili upate kuelewa kwamba ni kitu kimoja, nikupeleke katika Mathayo sura ya 7 mstari wa 28. Kauli ya Bwana Yesu mwenyewe anasema, kila amtazamaye mwanamke akamtazama mwanamke moyoni mwake akawa na tamaa juu ya mwanamke yule. Biblia inasema, Yesu anasema, tayari huyo mwanaume amekwisha kuzini naye moyoni mwake. Anahesabika kama amezini hata kama hajazini. Mbele za Mungu amezini. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu roho ya uzinzi inapokuwa ndani inatenda kazi, iko ndani. Matokeo ya roho ya uzinzi kuwemo ni kusababisha ile tamaa ya kutamani. Ile tamaa ya kutamani ni matokeo ya roho ya uzinzi kuwemo ndani. Amefanikiwa kuzini au hajafanikiwa, lakini kinachohesabika ni ile roho ambayo ametamani mwanamke kwa kuzini, amekwisha kuzini imani mwake. Kwa mfano huo wa kutamani akazini ni sawa sawa na roho ya ulevi. Roho ya ulevi inapokuwa ndani ina matokeo mawili, mambo mawili yanayothibitisha kwamba kuna roho ya ulevi ndani. Jambo la kwanza, roho ya ulevi itasababisha huyo mtu asikie harufu ya pombe ni nzuri puani mwake. Lakini pia atasababisha ladha, atasikia ladha mdomoni, ladha ya pombe ni nzuri. Roho iko ndani. Sasa kwa watu wawili, huyu analewa, huyu hajalewa, ni kwa sababu huyu roho ya ulevi iko ndani. Akasikia harufu ni kazuri, lakini akionja ni nzuri, lakini kwa ajili ya heshima anaamua ajizuie, anywe kidogo. Maana yake ile roho imo, isipokuwa ameizuia. Atakunywa kidogo, atunze heshima yake, asidharaulike, asiaibike, lakini roho imo ndani. Huyu mwingine naye roho ya ulevi imo ndani, naye anasikia harufu ni nzuri kama yule aliyejizuia, naye anasikia ladha ni nzuri kama yule aliyejizuia, lakini yeye anakosa break, anajiachilia, mwisho anakuja kulewa. Sasa aliyelewa kasababishwa na roho ya ulevi, na aliyekunywa kidogo lakini bado amekunywa kidogo, lakini bado ladha yake ilikuwa ni nzuri, bado harufu ilikuwa ni nzuri. Wote ni wale kwa sababu ni roho iliyo ndani inayosababisha hayo. Mtu asikie harufu ni nzuri na ladha ni nzuri. Nikuhakikishie mimi leo ni mchungaji, lakini nilikuwa nakunywa pombe, na pombe ilikuwa inanuka vizuri kwenye pua zangu, na ladha yake ilikuwa ni nzuri. Nenda kumuulize mtu yeyote aliyemwamini Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake, atasema aliyekuwa anakunywa pombe. Hayo kwa sababu gani? Hivi vitu vilivyofika. Hawezi kusikia harufu nzuri, wala hawezi kusikia ladha ya mpya, hawezi kukusa kabisa. Kwa nini? Hawezi akasikia ile ladha tena wala harufu. Hawezi. Ndio sababu huwezi kuona mtu aliyeokoka ukakuta anaingia baa. Sio rahisi. Kwa sababu atakapoingia tu ile pombe ile ilikuwa inasikika vizuri, anaanza kusikia kwenye harufu zake, anaanza kusikia harufu ile haimvutii tena, sio nzuri tena. Kwa sababu amefanyika kiumbe kipya. Roho iliyokuwa inatamani kulewa, unasikia harufu ni kazuri, unasikia ladha ni nzuri. Mtu akisha mwamini Yesu, ile nguvu inatoka ya ulevi, inaingia nguvu ya Bwana Yesu mwenyewe ndani yako, ambayo haipendani wala haihusiani kabisa na habari za ulevi. Ndio sababu mtu ambaye ni mlevi akiokoka akamwamini Yesu, hanywi pombe tena. Kwa nini? Ile roho imetoka. Hawezi kusikia harufu tena, hawezi kusikia harufu wala hawezi kusikia ladha, kwa sababu amefanyika kiumbe kipya. Pointi hizi mbili ninaomba zikusaidie na zikuwezeshe kuchukua maamuzi yaliyo sahihi kwa ajili ya usalama wa maisha. Wengine wamethubutu hata kufika wakati kusema Yesu alitengeneza pombe kwenye msikana gani. Na kuonya ndugu yangu,
Mtu akishapotea, kuna anayeweza kuamua kupotea na wengi. Nimekuonyesha maneno hapa. Yesu ni Mwokozi. Biblia katika kitabu cha Wagalatia sura ya 5 mstari wa 21 na kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 6 mstari wa 9, Biblia inasema ulevi ni dhambi. Ulevi ni dhambi ambayo itasababisha watu wasimuone Mungu. Sasa Yesu aliwangwa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Akaja kutukomboa kutoka kwenye matendo ya dhambi. Halafu atengeneze tendo la kufadhilisha watu watende dhambi. Si kiasi cha mtu kufikiri kutumia akili. Yesu alitufia msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Na asema atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Atendaye dhambi ni mtu wa shetani, Biblia inasema. Sasa Yesu atoe watu, alikuja ili afie watu watoke kwa shetani. Halafu Yesu awatengenezee pombe ili wanywe walewe waende motoni. Huyo ni Yesu. Jiepushe nao. Biblia inasema kwa maneno yako utahukumiwa, kwa maneno yako utahesabiwa haki. Usiwe miongoni mwao. Kitabu cha Isaya 52 mstari wa 11 kinasema toka kati yao. Na katika Wakorintho wa pili sura ya 6 mstari wa 17 nasema tokeni kati yao mkatengwe nao, asema Bwana wa majeshi. Nikusomee mstari huu. Napokwenda kumaliza, Wakorintho wa pili 6 mstari wa 17 anasema tokeni kati yao mkatengwe nao, asema Bwana, msuguse kitu kilicho kichafu, nami nitawakaribisha. Nitakuwa baba kwenu, nanyi mtakuwa kwangu wanangu wa kiume na wa kike. Na kushauri uelewe, tuko kwenye safari, tunaelekea mahakamani, tunaelekea kupimwa. Mimi sio mchungaji wa mshahara, lakini kuna watu ambao wamesimama kwa ajili ya kutafuta wapate nini kwa watu. Hawako tayari kusema ukweli, wasije wakaromewa. Lakini nakueleza kweli hii kwa ajili ya usalama wa maisha. Mbele za Mungu hautasema sikujua, kwa sababu sasa hivi tunazozungumza na sasa hivi unapotazama mkanda huu, Bwana anaona unapotazama mkanda huu na ukweli unavyozidi kuingia ndani yako. Elewa, video kamera ya mbinguni inashuti mkanda kukuchukua. Hautaweza kupotea ukasema sikujua. Tayari taarifa umeshachukua kuanzia leo. Jitoe katikati yao. Na sisi tulitoka huko kwa walikokuwa tunakunywa pombe, tunatoka kwenye ibada, tunapita kwenye vileo vya pombe, kwenye baa za pombe, tunakunywa pombe. Tulitoka huko tukamjua Yesu Kristo Mwokozi. Leo ametubadilisha, tuliokuwa walevi si walevi tena. Tuliokuwa tunaiba tuibi tena. Tulikuwa wazinzi tusifanye uzinzi tena. Tulikuwa wachafu sio wachafu tena. Tulikuwa tutukani tena. Tumefanyika viumbe vipi? Ili neno la Mungu litimie kwamba mtu ashakuwa ndani ya Kristo anakuwa kiumbe kipya. Na kushauri, chukua maamuzi sasa ya kuponya maisha yao kwa kumwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Tafuta kanisa linalokuhubiri habari za ukweli, hata kama utakuumiza ukweli, lakini kwambia ukweli kuliko kukueleza mambo mepesi. Lakini hukumu ya Mungu iko mbele. Safari inasema hata kama mtu atapotoshwa atahukumiwa. Hata kama utaongozwa na kipofu na wewe kwa kipofu utadungiwa utashimoni. Hukumu ya Mungu inakuhusu wewe. Nami nimekujia leo kwa njia ya mkanda huu. Ninaomba muamini Yesu aliyebadilisha maisha yako, akayabadilisha maisha yako. Si kwa ajili ya mambo ya ulevi tu, lakini kwa sababu Yesu ndiye njia pekee ya kwenda mbinguni. Na ndiye salama yetu. Yeye ndiye hakimu mkuu. Yesu ndiye mfalme wa falme, ndiye Bwana wa mabwana. Ndiye Mungu wa miungu, atawala juu ya vitu vyote. Asiyeshindwa, ajua kila siri, akushike kwa mkono wako, atakuwezesha. Hapa duniani utashinda kama vile tumeshinda sisi. Atabadilisha maisha yako, atayaponya, atayafanya maisha mengine. Yale yaliyokushinda hatakushinda tena, kwa sababu Yesu Kristo atakuwa ndani yako. Ndivyo tulivyo, si kwamba tunaweza, lakini Yesu Kristo anatuwezesha. Usijali watu watasema nini, watu watasema. Usijali, lakini kuponya maisha yako, kwa sababu leo utajali watu watakuonaje, lakini elewa ipo siku ya kusimama mbele za Mungu. Hao watu wanaoogopa leo hawatakuwepo. Hao watu wanaosema leo sio watanionaje hawatakuwepo. Utakuwa wewe kwenye kibano. Na hapo utakumbuka mkanda huu. Utasema laiti kama ningelijua wakati ule.
laiti, lakini toba yako na kujuta kwako hakutakuwa na faida. Chukua maamuzi sasa, na Mungu wa mbinguni akubariki sana. Nikuombe kama utakuwepo na namna ya maswali, pengine kutaka maelezo zaidi na ufundisho zaidi, wasiliana nami katika namba hii, namba 0748386990. Karibu tena, see you later at the door.